Ni kwa sababu ya usalama wangu, kwa sababu kuna watu wanatia mbaya siku hizo wameibuka kufanyana vurugu uwanjani. Mimi kwa status ambayo nayo naheshimu mtu wangu na haki ya kuishi kama watu wengine, ndio maana nafikisha kwamba nakuwepo na bodyguard ambao wanahakikisha usalama wangu na kuwepo sehemu yote, kwa sababu kuna watu hawajui nini maana mpira. Kuna watu wanalazimisha wewe unachokiamini nikiamini mimi, unachokiamini mimi ukiamini wewe. Kumbe kila mtu kwa maisha yake na maoni yake, na kila mtu ana uhuru wa kuamua kile anachotaka kukiamini. Sasa hao watu ndio ambao wanajisi mpira wa Tanzania. Mimi nadhani vikali vitendo vya fujo michezoni. Mechi iliyopita ya CAF Champions League niliona pale Benjamin Mkapa ilifanywa vurugu. Kwa hiyo kukopa hilo ndio maana leo nimeamua kuja na ulinzi mkali ambao umelinda kuanzia dakika mwanzo mpaka mwisho. Kufanya fujo uone kusalimia abu zako na tangulia mbele za. Kwa kimsingi ndio na ulinzi kwa ajili ya kulinda maisha yangu, kwa sababu mimi ni baba wa familia, mimi ni mtoto wa mwanamke mjane, nahitajika. Kwa hiyo mimi nahudumia familia zaidi ya watu wanaishi kutumia mimi. Kwa hiyo nikifa haraka hii familia inayotegemea maana itapata mateso. Nataka watoto wangu wa kike, mtoto wangu afikie wakaolewa na bodaboda mapema, haiwezekani sababu hayupo, baba hayupo. Kwa hiyo nataka mke wangu akaolewa na rafiki yangu wa karibu, sema wewe bwana hapo kwa anajiona, kwa hiyo amefariki kwa watu kozi. Kwa hiyo cha msingi nimehakikisha kama ulinzi na usalama upo ili nije kuenjoy kuangalia mpira vizuri ikiwa kabisa kwa mazingira tulivu. Mshukuru Mungu niko salama mpaka dakika. Lakini umesema hapo wanafanya vurugu mashabiki wa Simba, na kwa nini wanafanya? Ni ushamba ambao umeibuka michezoni. Yaani wao wanataka mimi nitukane viongozi, mimi nitukane watu ambao wanataka wao nitukane. Wanasahau kwamba wao pia wana midomo wanaweza kutukana. Kwa nini unaniforce mimi niwe kisemeo chako? Kwa nini wewe usiseme kwa nafsi yako? Kwa wale ambao wanaforce niseme mimi niwe kisemeo chao ndio hao ambao wanafanyia mimi vurugu. Kwa hiyo kwa kukopa hilo ndio maana nimekuwa kuja na ulinzi. Tunashuhudia mchezo kwa tamani mchezo namna gani na mchezo bao mbili baada ya kutoka sare kwenye video experience na kupoteza, na wazungumziaje kiwango cha timu yako? Wow. Libase Gueye wote player. Huyu mchezaji anaweza kucheza Real Madrid. Anaweza kuchukua nafasi ya Vinicius Junior. Libase Gueye anaweza kucheza pale Barcelona na akachukua nafasi ya Lamine Yamal kwa uwezo ambao anao. Ni bonge moja ya mchezaji, ni modern attacking midfielder, ni modern attacking midfielder ambaye dunia inahitaji. Libase Gueye umeona leo ambapo walikuwa na uwezo wa kumiliki mpira, ana uwezo wa anticipate, mchezaji mwenye uwezo kufungua defense ngumu yoyote ile. Libase Gueye ndani ya kosa Simba na wao, yes, tumeona leo katunukiwa man of the match ya pili mara tangu atue ndani ya Tanzania ya ligi kuu Tanzania bara. Alikuwa man of the match kwenye mechi pale Meja Jenerali Samuyo, leo ni man of the match dhidi ya KMC. Ni mchezaji ambaye he was born to entertain people. Amekuja hapa kwa ajili ya kuentertain. Akishika mpira unasikia raha, unatamani uchukue kashata ule utafune wakati una enjoy sexy football from Libase Gueye. Bonge moja mchezaji, na mimi leo nimeona ile Simba ambayo tunahitaji. Leo tumeiona hapa Simba ya kushambulia, Simba ya kuposesi muda wote. Libase Gueye peke yake amekimbia kilomita 19.5 kwenye uwanja mzima. Libase Gueye anapiga accurate pass 114. Libase Gueye amefika kwenye eneo la 14 zone, amegusa mara 35. Libase Gueye ametengeneza nafasi mbili na moja ametumia vizuri kufunga kwenye first half. Wow, what a player, what a goal. Lakini mzungumzie Anicet Yaula, jini jipya mjini limeibuka. Anicet Yaula bonge moja la player ambaye anaufanya mpira uonekane ni mchezo mwepesi ambao hata alimzuri anaweza akacheza. Kumbe mpira ni mchezo mgumu ambao talent people ndio huwa wanacheza. Libase Gueye ukimwangalia nafikiri PlayStation 5 anavyocheza mpira, uwezo wake wa kudribble, uwezo wake wa kuanticipate, uwezo wake wa overlap, uwezo wake wa kumiliki mpira ni good. Ni mchezaji mzuri anayehold mpira mguuni na kutoa mpira, lazima umfanyie rafu. Huyo ni Anicet Yaula, bonge moja ya mchezaji ambaye ameingia dirisha dogo, na tumi niseme hii ndio Simba hatari ambayo tarehe 1 mwezi wa 3 tutauliza Yanga Afrika kwa nini watufunga mara 6 mfululizo. Kuna watu wamesema wamekuja bombo mchwari ambayo iko hapa. Bombo mchwari KMC timu nzuri sana chini ya Mohamed Balesi. Wana kocha mzuri, wana benchi na fundi nzuri. Tumefunga timu bora ya KMC. Hatujapiga bombo mchwari ila tumefunga timu bora ya KMC. Leo umeona
Clatous Cleator Chota Chama amecheza namba zote za uwanja. Namba 2 yeye, namba 3 yeye, namba 4 kiungo mkabaji yeye, kiungo mshambuliaji yeye, namba 9 yeye. Huyo ni Clatous Cleator Chama, mchezaji mwenye uwezo mkubwa ambaye tumemsajili dirisha hili dogo la usajili. Lakini muangalie typical intact defensive midfielder Yusuf Ali Kagoma kuna eneo la kiungo alikuwa amejigatia upande wake, unaweza kufikiria ni Rodri wa Manchester City ndio ambaye tunamuona hapa. Kiungo Kagoma anaingia uvunguni, anapoka mipira, anafanya interception, anafanya boxing, anachukua mali, anapeleka mbele. Wow, huyo ndio Yusuf Kagoma ambaye klabu ya Simba tunaye na tunajivunia. We are proud of Yusuf Kagoma. Lakini angalia Nixon Kibabage mzawa. Wow, moja moja mchezaji ambaye kumi unaweza kufikiri ni Marcelo wa Madrid wa miaka hiyo ambaye anacheza, anakokota mpira, anaita mbele katikati, ana anticipate, ana overlap, anamwaga maji. Ameifanya safu ya ushambuliaji klabu ya Simba leo kuwa hatari. Nixon Kibabage, ukimtizama Nixon Kibabage leo amecheza namba 3, namba ya kwanza, namba 3 national namba 2 amecheza ni winga kushoto, namba 3 amecheza ni winga ni kiungo mkabaji kwenye eneo la midfield. Timu ikiwa off possession, maana yake alikuwa anarudi kwenye eneo katikati la mstari, midfield anakuwa 3, beki wa 4, jumla wakabaji nyuma mpira unakuwa 7. Huyo Nixon Kibabage mchezaji ambaye tumemsajili kisha dogo, na kuna watu walimbeza Nixon Kibabage. Tumi nimempa credit na sauti Nixon Kibabage. Dr. kwa namna ambavyo unaona ligi inaendelea na namna ambavyo pia unaona kwa naamini ligi inaweza tukapata bingwa kwenye mchezo wa mwisho kama tunataka kusema. Hapana, bingwa anapatikana mechi 5 za mwisho. Yaani kabla mechi 5 za mwisho Simba atakuwa anacheza ubingwa. Na hii ndio ligi yetu pekee iliyobakia, sababu kama mechi 5 za mwisho Simba tutangaza ubingwa. Hii Simba ndio Simba hatari. Tunakutana tarehe moja. Ni bonge moja ya timu. Nikwambie tarehe moja tunakwenda kuuliza Yanga Afrika. Kwa nini walitufunga mara 6? Dokta usiseme hivyo bwana. Brother, believe me or not. Timu unaona leo? Brother, ameingia Daudi Semfuko hapa. Umeona ni mchezaji ambaye hajapata nafasi kubwa kwenye kosa Simba. Ila leo uwezo wake mkubwa umeona hapa. Ameingia umeona Toure namna ambavyo sasa ana match kuna good chemistry na Lucien Delok kuna eneo la central defensive. Lakini angalia Hussein Abed hana mechi fitness hivyo, lakini leo umeona wao yes amecheza vizuri na ameondoka clean yake ya kwanza. Hii ndio Simba hatari ambayo akitoka mtu anaingia mtu tunataka sisi. Mnazo kwa msimu huu Yanga atapigwa nje ndani na tutachukua ubingwa mechi 5 kabla ya mechi 5. Ngapi yani kwa maana Yanga atachache sana. Tunarudisha kono la nyani. Tunarudisha kono la nyani, tuwapiga 5. Tarehe moja hiyo. Tarehe moja za 3 wao inakuwa pia 5. Na hiyo mechi tumwambia viongozi wa Simba watu waachie influencers kusimamia. Hiyo mechi watu waachie influencers hiyo mechi. Mechi na nani? Hiyo mechi na Yanga watupe sisi mashabiki. Alafu uone kama hanyolewi. Ngapi? 5 kono la nyani. Ngapi? 5. Yanga atapigwa 5 kono la nyani tarehe moja za 3. Hii clip weka. Kama Yanga pia anahitaji dua zenu kama wasanze. Dua zipi? Kwenye mchezo dhidi ya Gisri kabisa. Subhanallah. Dua gani nitoa kwa Yanga? Dua gani? Mimi dua nzuri kwa Yanga afungwe bao 5 mechi yake ya mwisho Jumapili. Kama Mtanzania. Apigwe bao 5 mechi yake ya mwisho. Shukrani. Hana kokota kwa kwenda kwa sababu Kalekweta imegoma. Wamefuata Kalekweta mpaka Urusi. Wale wataalamu wa bingwa Kalekweta wamefuata mpaka Kalekweta Urusi kutengeneza kwao. Kila wakiingiza namba inakuja Dr. Mo amesema mnatoka. Kila wakiingiza namba kwa Kalekweta inaandika Dr. Mo amesema mnatoka. Unaelewa? Kwa hiyo hakuna namna Yanga nao pia wametoka na sisi tumetoka. Jipange msimu ujao. Shukrani.